صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia amani na rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, pamoja na kizazi chake kitaharifu, masiku tunayoishi nayo ni masiku maarufu kama ayamu Fatimia, ambayo ni masiku yanayonasibishwa na Bi Fatima Zahra alayha salam, na yananasibishwa kwake katika matukio ambayo si matukio ya furaha, bali ni matukio ya huzuni, kwa sababu tunazungumza katika masiku ambayo ndani yake ameaga dunia na kuondoka katika huu ulimwengu Bi Fatima Zahra alayha salam, sayyidatu nisa'il alamin, kwa hali ambayo tarikh inaelezea. Lakini falsafa ya hizi majalis mara nyingi ni majlis za ilmu na ni madrasa, watu kukaa kusoma. Inakuwa kutaja sehemu ya matukio ni sehemu tu ya hivi vikao, lakini malengo hasa ni watu wapate fursa ya kukaa na kupata mawili matatu yanayoelekeza katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio falsafa ya Muharram, siku 10 zaidi ya hapo. Japokuwa baadhi ya maulama wameanza kulalamika siku hizi kwamba kunatengenezwa siku nyingi sana, kwa sababu tuko na ayam Fatimia, wengine wameanzisha siku za Muhsin, sio? Kuna siku pia zinaitwa za nani? Za Muhsin, ambazo zinakuja kwa kasi. Huko nyuma tulikuwa na 10 ya Imam Hussein, tuna 10 ya Zainabia, tuna 10 ya nani? Ya Sajadia na nyinginezo. Wanasema hivi vitu vimekuwa vingi, lakini kiukweli ni kwamba sisi fursa yetu ya kusoma mara nyingi watu wanagawanyika. Kuna mtu ambaye kila maisha yake yanaambatana na masomo, kama mashekhe na wengineo wao, kwa sababu ni kazi zao hizi. Kwa hiyo kila wakati utamkuta anasoma, anafanya nini, kwa sababu yuko kwenye hiyo field. Ambaye hayuko katika uwanja huo, si rahisi kumkuta mtu kila wakati anafanyaje, anapata fursa ya kusoma. Sipokuwa majlis kama hizi, mtu atoe muda wake dakika 30 40 angalau apate kitu ambacho kitampa mwongozo kiasi fulani. Kwa hiyo ndio falsafa haya masiku. Mimi kimaoni yangu hizi siku hata zikiwa nyingi,
tuko sawa tu, kwa sababu ikiwa watu wana uwezo wa kuhudhuria na kupata faida itakuwa hazina shida, isipokuwa ikiwa zitaanzishwa alafu ziwe hazina watu. Inshallah taala sisi kwetu hatujafikia ayamu Fatimia, pia nadhani tuna siku 1-2 tu za majlis, sio zaidi ya hapo. Kuna wenzetu wana silsila ya mihadhara, lakini ndio madrasa. Mimi katika siku ya leo, kwa sababu tunamzungumzia Bi Fatima, mada yangu kiasi kikubwa sana itaenda kwa kina dada na kina mama walioko hapa na wazee, kwa sababu sisi tuna familia, tunalea, tumeoa, na wale ambao hawajaoa pia wanajipanga na hii safari. Kwa hiyo nitazunguka hapo kiasi fulani. Nataka tuwe pamoja kwa muda mchache, sitachukua muda mwingi kwa sababu pia tumeanza kwa kuchelewa. Niko na riwaya au hadith kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من خير نسائكم الولود الودود الستيرة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها. Riwaya kidogo inataka umakinifu. Vipengele kadhaa sitafasiri, watu wanaweza enda wakafanya utafiti. Lakini ninapopataka mimi ni sehemu 2 katika hii riwaya. Sehemu ya kwanza, as-satira al-aziza fi ahliha, alafu adh-dhalila ma ba'liha. Kuna kipengele mbele nitakiongeza baadaye. Sisi katika maisha yetu tulionayo sahihi, na hivi juzi kumetokea matatizo, na haya masiku tunaoishi nayo ni masiku wanapinga watu kuwanyanyasa wanawake, sio? Na kama yalivyotokea kwa mmoja wa waheshimiwa, binti yake alichangamkiwa akapigwa, akaenda kujaribu kuongea haya masala, na ilimuuma zaidi kwa sababu yeye ndiye anayetoa pesa za kumlisha mtoto wake na nani? Na bwanake. Sasa una binti, wewe binti yako ameolewa, alafu wewe ndio unaitoa ili waishi, unawapa kila kitu, alafu upande wa pili kutokea mtoto wako anafanya nini? Anapigwa. Ikamuuma sana. Mimi siko hapo, narudi upande wa pili. Riwaya inasema khairu nisaikum, wanawake wenu bora zaidi. Wewe ukiwa unataka kuoa sahihi, unatakana uchague mtu wa aina gani? Na wale mabinti ambao wako ndani ya nyumba, kina mama, wanatakana wawe vipi? Na ambao hawajaolewa nao wanatakana wajiandae vipi? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaeleza kwamba mwanamke atakana awe ni as-satira, awe ni mwenye nini? Kujistiri, ala wazni ya nini? Ya fa'ila. Kwa wale wanaosoma lugha ya Kiarabu wataelewa kwa nini wazni hiyo. Lakini akiendelea Mtume anasema al-aziza kwa watu wake. Sisi ambao tunalea mabinti, majumba zetu tuna mabinti 2, 3, 4, tunawalea vipi ndani ya nyumba? Mtume anasema anatakana binti awe ndani ya nyumba yake ni aziza kwa watu wake, mtukufu, anaheshimiwa, anakirimiwa ndani ya nini? Ndani ya nyumba yake. Yani familia, baba, mama na wanaomzunguka binti yule wamuonyeshe kwamba yeye ni kiumbe muhimu na ana thamani, na wanamtukuza. Al-aziza kwa watu wake. Ukienda kuona wewe unataka kuoa sehemu, kwa mfano umekuta binti unataka kumuoa, watu wako wala hawamuheshimu, bila shaka utakuwa na nini? Na alama ya nini? Ya istifham. Lakini ukimuona kwao wanakirimiwa, kwao wanapewa heshima, unaelewa kwamba huyu binti ni mzito, kwa sababu nyumbani anakotoka
ana nafasi nzito katika familia ile. Na hapo ndio utarudi Mtume Muhammad na binti yake nani? Fatima Zahra alayha salam. Vipi alikuwa anaishi Nabii Fatima? Akitoka ndani ya nyumba, akiingia ndani ya nyumba, anavyopokewa, anavyoongea naye. Ukirudia riwayat itakueleza vipi Mtume alikuwa anamheshimu sana nani? Bi Fatima Zahra alayha salam, akimtukuza binti yake. Kufikia wakati hizi riwayati nzito tunazozipata kumuhusiana nani na Bi Fatima Zahra imetokea ndani ya nyumba. Anayeongea ni baba yake. Anayeongea ni nani? Ni baba yake, ambaye yeye ndiyo markazi ya tarbia ya nani? Ya Bi Fatima Zahra alayha salam. Kwa hiyo kufikia wakati Bi Fatima kuwa yeye ridha yake ni ridha ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, si nafasi ndogo. Na makasiriko yake ni makasiriko ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Bali baadhi ya maulama wanasema Bi Fatima zaidi ya hapo ni kwamba ridha ya Mwenyezi Mungu inaangalia ridha ya Fatima iko wapi. Riwayati zinazokuja kuzungumzia ridha Allah biridha Fatima alayha salam. Kwa hiyo nyumbani alikuwa ni nani? Ni aziza Bi Fatima Zahra alayha salam. Kwa hiyo kwanza tuna kazi ya kuwatengeza mabinti ndani ya nyumba, kuwapa nafasi, kuwatukuza ili wajihisi kwamba kwao wana nafasi. Mimi husema mara nyingi huku kwetu tumezoea baadhi ya maneno mazito yanasemwa. Inawezekana wajua jamii kuita mtoto umbwa, punda. Mtoto anakuwa yeye akijua yeye ni nani? Ni umbwa. Vitu vya kawaida. Mimi nazungumzia jamii tunaoishi. Vitu vya kawaida. Mtoto mfanya kitu kidogo, wewe umbwa wewe. Punda wewe, njoo huku. Haya maneno yakimuingia mtoto kila siku yana athari, kwa sababu ni maneno yanatoka kwa mzazi na anaishi nayo, sio? Na mara nyingi vitu mtu akikuwa navyo ni shida sana kuja baadaye kubadilika. Na ndio mtihani tulionao. Yaani wewe una mtu ameenda kusoma dini, sio? Anajua kwamba tufai kusema hivi, lakini haya maneno ndio ameleleka nayo katika maisha yake. Kwa hiyo hata wewe unakuja unakataza, unakuta tu automatically wewe mtoto amefanya kitu umemuita ni nani? Ni umbwa, bakia tu abweke. Kwa hiyo ni maneno ambayo mdomoni ni rahisi, lakini yanatengeza nini katika dhihnia ya nani? Ya binti na mtoto unayemlea. Sawa? Kesho na kesho kutwa binti huyu atakuja olewe sehemu watu hawajazoea vitu, ni vitu vya ajabu kwa washangae mara moja ameita mtoto umbwa. Huyu vipi? Mtoto wangu amekuwa umbwa sasa. Kwa ni vitu jamii tumezoea, lakini ni vitu ambavyo vinatakikana kuondolewa kwa sababu vina athari kwa watoto wetu. Vinakaa katika vichwa. Kesho na kesho kutwa mtoto anaanza kutasarrafu na vitu ambavyo havieleweki. Unashangaa kumbe wewe mwenyewe ulianza kumuita umbwa akiwa bado mdogo. Sasa ameanza kuact kinini? Kiumbwa kiasi fulani. Sio? Na ndio maana Mtume aliweka jukumu moja la baba ni kumuita mtoto wake majina mazuri. Tasmia ni jukumu la nani? La baba, wala si la mama. Huko kwetu siku hizo watu wanapambana. Mimi wa kwanza nitaita mimi, wa pili ni lazima niite mimi. Hakuna stories. Iliyopo ni kwamba kazi ya tasmia, kumpa mtoto jina, ni kazi ya nani? Ya baba. Na riwayati zinaeleza kwamba atoe jina ambalo litakuwa ni jina zuri. Kwa sababu majina yana athari. Majina yako na athari. Hamjawahi kuona nyinyi mtoto amekaa amefika sehemu anataka kubadilisha jina lake? Kwa sababu aliitwa na baba yake Tabu. Kila anavyopambana amna kitu. Yeye ni Tabu tu kwenda mbele. Anapambana akifanya hivi. Wewe mwenyewe ni Tabu, asili yako ni Tabu, maisha yako ni Tabu. Lakini mtoto umemuita Fatima Zahra alayha salam. Fatima ni nini? Rudi riwayati zikueleze. Kwa nini Bi Fatima aliitwa nani? Aliitwa Fatima. Kwa nini Fatima aliitwa Zahra?
Kwa nini? Majina yote aliyoitwa Bi Fatima Zahra, kwa kila jina lina nini? Lina maana yake na lina falsafa yake kwa nini aliitwa hivyo. Na majina yakatembea na yeye mwenyewe alivyo. Sasa tuna kazi. Mtoto aitwa Tabu, anaitwa majina mengine ajabu ajabu, anakuwa yanaathiri majina haya. Kwa hiyo moja ni aziza kwa watu wake, aziza fi ahliha. Kipengele cha pili ni kizito zaidi, adhalila ma'a ba'liha. Taka hapa sasa upande huo nisikize vizuri. Adhalila ma'a ba'liha, kwa Kiswahili cha kawaida utasema awe dhalili kwa nani? Kwa bwana wake. Dhalili kwa nani? Kwa bwana wake. Nataka nirudia maneno vizuri watu wayaelewe. Kwa maana gani? Je, ina maana asiongee, asiwe na lolote la maana, yeye ni riwaya wanaokuja kufasiri wanasema mwanamke akiwa ndani ya nyumba, yeye na bwana wake anatakana awe mutawadhi'a, awe na nini? Na tawadhu, na mwenye kujipendekeza ili apendwe ndani ya nini? Ya nyumba yake, akiwa yeye na nani? Na bwana wake. Hapa kidogo pana kazi, kwa sababu ulimwengu wa leo umemtoa mwanamke kule ambako alikuwa anatakana awe, wakafanya kwamba yale yaliyokuwa yanatakana ndio yawe ndio takhalluf, yani ndio inamfanya mtu aonekane ni wanyuma sana. Yani leo kwa picha ndogo sana tukitaka kumweka mbele mwanamke ambaye kwa sura ya leo ni mwanamke ambaye amechelewa, mwanamke ambaye hajaendelea, mwanamke ambaye hajielewi, chukua sura picha ya Bi Fatima Zahra umweke mbele. Nataka maneno yangu yanikuliwe vizuri. Kwa picha ya leo ya kiulimwengu ilivyo, sawa, na vile wanawake walivyopandishwa na kuonyeshwa kwamba ili uwe mwanamke wewe unatakana kuwa vipi, basi Bi Fatima ukimweka hapa atakuwa yeye ni nani? Ni wa zamani sana, na hawa wa leo ndio walioendelea zaidi. Lakini sisi katika madrasa ya Kiislamu, madrasa yetu, mwanamke bora ulimwenguni ni nani? Ni nani? Bi Fatima Zahra alayha salam. Ni maasuma, na yeye chochote alichokuwa anakifanya ndio kile ambacho kwamba alikuwa kinatakana Mwenyezi Mungu amekiamrisha na mtume wake. Kwa hiyo Bi Fatima alikuwa vipi mbele ya nani? Ya al-Imam Ali alayhi salam. Kwa sababu jihadi ya mwanamke ni husnu tabaul. Wanasema jihadi ya mwanamke ni namna gani yeye anaishi na nani? Na bwana wake ndani ya nyumba. Sisi bilaks, kwa siku zetu zilivyo wanawake na mabinti zetu walivyo, wakifika ndani ya nyumba mbele za waume zao ndio wao hutaka kuonyesha kwamba wao wako juu kuliko nani? Kuliko bwana ndani ya nyumba. Hii ni wakai ilivyo. Ni wakai ilivyo. Kwa sababu kutokea nyumbani wao wanafundishwa kwamba wewe usikubali, ametiwa kichwani vitu kadhaa. Kwa hiyo siku ya kwanza akiingia ndani ya nyumba anataka amuonyeshe upande wa pili kwamba bwana uniwezi, mimi kule nyumbani nilikotoka wana niko vizuri sana. Na imefika wakati kufanya khidma yoyote mtu anaona kwamba ni utumwa, sio? Utumwa. Lakini Amirul Mu'minin anaeleza kwamba Bi Fatima Zahra alayha salam, nataka hii riwaya muisikize vizuri, wanasema wala aghdhabatni wala asat li amran. Wao ukiwa ni mtoto wa Ruto kwa mfano, sawa, si ndiye rais, sio? Ndio cheo cha juu hapa kwetu nchini, Kwa hiyo binti yake unatarajia atasarafu na vipi wewe? Ani wewe leo ukiwa binti ya Ruto unatarajia nini? Unatarajia kikohoa yeye, wewe unaenda mbio, si ndio? Kwa sababu si mtoto wa rais. Kama vile Wasonko walivyochapwa, ukichapwa Ruto haji Ruto.
Kuna jamaa watatumwa kuminya vizuri alafu sasa achana na hawa, turudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ni khairul khalq, sio? Binti yake ndiye mwanamke bora zaidi na baba yake ndio kiumbe bora zaidi. Amirul Mu'minin anaeleza kwamba Bi Fatima hakunikasirisha hata siku moja. Walioa tuko pamoja. Hakunikasirisha hata siku moja, wala aswatili amran, wala hakuna kitu mimi nilisema yeye akafanyaje, akaasi amri yangu. Haya ni maneno anayasema, ushahidi wake akimuelezea nani? Bi Fatima az-Zahra alayha salam. Kawaida wanawake wakisikia maneno wanasema, je, wewe ni kama Imamu Ali? Sawa. Bila shaka sisi si kama Imamu Ali. Sawa. Na nyinyi pia sio kama nani? Bi Fatima az-Zahra alayha salam. Lakini kwa kiwango hicho chetu, je, tunatekeleza haya kwa kiwango chetu sisi? Sababu hii ni marhala ya Imamu Ali anaelezea marhala ya juu. Ma aghdhabatni, si mchezo yani. Maisha yote yaseme Bi Fatima hakunikasirisha hata siku moja. Si mchezo. Sisi kwetu wiki haiishi, wiki mbili haziishi. Ushaitwa farasi, ushaitwa punda, ushaitwa umbwa, imetosha. Sasa sisi hatuko huko, lakini sisi kwa kiwango chetu sisi tunatekeleza mangapi? Nafasi ya huyo uliyenaye ndani ya nyumba ni gani? Kwa sababu siku zote ukitaka istila, nyumba nyingi zinavunjika kwa sababu wanawake wanataka kuwa juu ya kina nani? Ya wanaume. Na ndio fakafa iliyoko leo kwenye mitandao, kwenye nini, yote ni hiyo. Historia ya kujitegemea inayosemwa yote ni kwa sababu wanawake wawe wapi? Wawe juu ya wanaume. Independent, na kazi yangu, na gari yangu, na nyumba yangu. Natija hii yote ni nini? Ni kuvunja baiti nini? Zaujia. Na wala sisi hatuko dhidi ya hivi vitu. Mtu awe na nyumba, awe na gari, awe na nini, naam, hii hawa neema, ni kujiweza, ni maisha, sio? Lakini muamala wako katika nyumba tukufu zaidi, jengo tukufu zaidi ambalo ni jengo la ndoa, muamala wako ukoje? Tarikhi sinatuambia Bibi Khadija alikuwa tajiri. Ama tarikhi isemi hivyo? Lakini alikuwa muamala wake yeye na mtume ulikuwaje? Kwa hiyo wewe ukijidai una pesa, kuna watu walikutangulia walikuwa na mapesa zaidi yako na waliishi kwenye ndoa wakatulia. Bali wakatoa pesa zao kwa ajili ya safari iende. Mimi na wewe leo nyumbani kwetu mtu akinunua kibiriti utapumua. Kama si mimi hilo jiko lingewaka. Ile shilingi 10 yangu ya kibiriti. Sijui shilingi 5 nadhani. Husnul tabaul. Wanafunzi walioko hapa, kina mama zetu, dada zetu, tuna kazi ya kubadilisha mwenendo wetu kwenye nyumba. Na ndio maana vijana wanaogopa kuoa wengi. Wanaogopa kuoa wakiona tasarrufu ya mambo yanavyoenda, kila mmoja anaona sasa hapa mimi sina peni, sina nini, kutaendaje? Wanasema kukaliwa chapati. Lakini ingekuwa mambo ni tofauti, vijana wangekuwa wameoa kwa sababu wanaamini kwamba safari tunaanza pamoja, tunatembea, sio? Lakini kuna mtu anatarajia kwamba kila kitu kiwe kiko sawa, perfect, na hakuna vitu vya hivi. Kwa hiyo adhalila kwa nani? Kwa bwana wake. Mtulivu, mutawadhi'a, mwenye kutulia, kusikiza, na penye shida kuongea kwa utulivu. Huu ndiye mwanamke ambaye mtume anaeleza kwamba ni mwanamke bora. Nataka niende mbele, hii ya mbele kidogo nataka nisikizwe vizuri. Almutabarrija lizawjiha. Almutabarrija lizawjiha alhisan an ghairihi. Hapa sasa kuna kazi.
Hapa kuna kali. Wa idha khala biha badhalat lahu ma arada minha. Hapa sasa sitaenda mbele zaidi ya haya. Maneno nitamalizia nao hotuba yangu. Zama tulizo nazo ni zama ambazo watu ndani ya nyumba wanajistiri, nje ya nyumba wanatoka wakiwa uchi. Nirudie tena maana nimeeleweka. Mtume anaeleza mwanamke bora ni yule ambaye ni mutabarrija. Sawa? Anakuwa ni mwenye lugha nzuri, sijui tuseme ipi, sijui kuna umri tofauti hapa. Lakini yule anayeonyesha kila kitu cha kuvutia mbele ya nani? Ya bwana wake. Sawa? Kama ni manukato, kama ni kujipamba, kama ni kuvaa nguo za kutega zinaitwa, hivi vyote vinatakikana vifanywe nani? Bwana ndani ya nyumba. Bwana ndani ya nyumba. Sisi saa hii watu wakitoka ndio haya yote yanafanyika. Watu wakirudi ndio yale mengine yote yanafanyika. Ani leo ukitaka kumuona mwanamke katika ubora wake, wa urembo wake, namna atakavyojipaka marangi na nini na kila kitu na nguo za kuvutia, ni wakati mwanamke huyo akiwa anaacha nyumba ya bwana wake, anaenda wapi? Anaenda nje ya nyumba. Kazini. Ndio maana watu wanasema siku hizi mabosi wanafaidi zaidi kuliko hata mabwana ndani ya nini? Ndani ya nyumba. Si uongo. Kwa sababu ndani ya nyumba bwana haandaliwi vile anavyoandaliwa nani? Bosi ofisini. Nilikuwa nasikiza neno moja, jamaa wa prank amempigia bwana mmoja na kumwambia, bwana girlfriend wako yuko huku na nina harufu yote ya nini? Ya marashi yake. Nasema girlfriend kwa sababu anaongea si Muislamu, na mambo ya girlfriend na boyfriend sisi kwetu hayana nafasi, lakini sana ongelea wewe, asema harufu zote za marashi ya mke wako mimi nafanya nini? Nazijua kwa sababu tuko na yeye hapa, anazunguka ofisini hapa. Kwa hiyo ukitaka kumuona mtu alivyojipamba, alivyovaa vizuri, ni wakati akitoka akienda wapi? Akienda zake kazini, akienda kwenye shughuli wanavyosema harusi, birthday, na siku hizi mambo yameongezeka, sio? Watu wakiwa na mimba pia kuna vitu vinafanyika kabla watu kuzaa, sijui kunaitwa nini vile. Inaitwa nini? Ya baby shower. Kila siku mambo yanaongezeka. Sasa ukitaka kumuona mtu uzuri wake ni wakati wa haya mambo. Hapa ndio utakuta mtu alivyo mrembo, alivyo nini. Akienda huku akifanya shughuli zake, amepauka baada ya huo muda wote, akirudi nyumbani hana muda tena wa nini? Wa kujipanga na haya mambo mengine. Sababu sasa ako ndani ya nyumba ya nani? Ya bwana wake. Kwa hiyo bwana wake ni wa kawaida, lakini wa nje ndio sio nini? Si wa kawaida. Lakini Mtume anasema mwanamke ndani ya nyumba anatakikana awe ni mutabarrija. Zile nguo za wasiwasi zote unazozijua, zile nguo za mitego zote, kila kitu kinachotakikana katakana kifanyikwe ndani ya nyumba ukiwa na bwana wako. Yeye ndiye wa kutegwa, yeye ndiye wa kufanywa hisia zake zipandishwe, yeye ndiye wa kuitwa. Lakini si nje ya nyumba. Na haya tunayoongea, Bi Fatima Zahra alayha salam ndio hivyo alikuwa akiishi yeye na nani? Na Imam Ali alayhi salam. Nje ya nyumba watu wakiuliza Bi Fatima sura yake ikoje, watu hawana habari. Na ndio maana Bi Fatima aliulizwa kitu bora zaidi kwa mwanamke ni gani, akasemaje? Asionekane na nani? Na mwanamume, na wala yeye asifanyaje? Simone. Kitu bora zaidi. Na ndio maana alipokuwa anatoka katika khutba ya Fadak kwenda msikitini, khutba ya Fadak mwanzo inaeleza aliyekuwa anapokea, anaangalia hili tukio na hali aliyokuwa nao Bi Fatima Zahra, alikuwa amejifunika mwili wake wote mpaka nguo chini kifanya nini?
ikiburuzika. Kwa hiyo hakuna sehemu ya mwili wake ilikuwa inaonekana. Wakati ilibidi aende asimame atetee haki yake na haki ya nani? Ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Watu hawamjui Bi Fatima yukoje na ile yukoje, sio? Lakini sisi mashaallah mambo nini ni tofauti, na ulimwengu ndio unatubeba hapo kutupeleka katika haya mambo ya kileo. Kwa tukitaka kuzibakisha nyumba zetu, tukitaka kuhakikisha kwamba nyumba zetu ziko salama zinaenda mbali, kuna mambo madogo madogo ambayo yanatakana sisi tuyafanyie kazi. Ambayo yanatakana kufanywa kazi. Na mimi nimegusia sana upande wa wanawake kwa sababu vita tulivyonavyo sasa hivi kubwa ni upande wa kina nani? Wa wanawake. Hao wanaume Mungu awanusuru. Kwa sababu si masomo si nini, wanaume wameachwa. Siku hizi wanasema huyu ninio makamu wa rais mke wake alikuwa akizungumzia mambo ya nani? Ya boy child bwana nani? Aitwa nani? Huyo wa nyuma huyo. Gachagua. Mke wake alikuwa akidili na mambo ya boy child Kwa sababu imefika wakati vijana wamesahaulika. Na ni kweli. Madawa hawana akhlaq, wamepotea huko, hawafundishi wataishi vipi, watafanya nini. Upande wa pili juhudi zinafanyika kweli kweli. Imefika wakati balance hakuna. Sawa. Huku kuko juu kuliko huku. Ikishakuwa hivi ndio nyumba haziwi sasa. Kwa sababu inavyotarajiwa ni kwamba huku kuwe juu kuliko huku ndio mambo yaende. Lakini huku kukipanda kuliko huku, ujue wanaume watapata shida, na vijana wanaokuja hizo zama zinazokuja wako matatani. Wako matatani kwa sababu ule uoga walionao ni uoga wa kweli wanauona kwenye field Anaogopa. Ilikuwa nasikiza shekhe mmoja anasema huyu mwingine ana PhD, huyu mwingine darasa la 8, watu wanapelekana wapi? Akijaribu kueleza hizo pandashuka zilizopo baina ya wanawake na wanaume. Na huyu kwa sababu ya PhD yake anaona kwamba yeye yuko juu kuliko wengine wote. Wewe kuenda shule kusoma, sio? Rais wetu anasema kushawahi kuwa na rais ambaye ana PhD hapa Kenya. Yeye ndiye wa kwanza, sio? Akijaribu kuambia kwamba mimi ndiye msifanye mchezo bwana. Sasa rais ametuasha hivyo. Wewe fikiria upande wa pili ukiwa hivyo inakuwaje? Na wao mipasha ndio kazi yao. Tapumua. Kwa hiyo kutaka kuharibu nyumba ndio hizi balances zinakosekana. Mashruu gharbi iliyoko, project ya upande wa pili ni kuhakikisha kwamba nyumba hazitulii tena katika maisha, hasa huku kwetu ambako sisi ni watu, thakafa yetu na tamaduni yetu imetulea kuheshimu nyumba zetu tunapotoka, familia. Sisi ni watu wa familia. Tofauti na wenzetu ambao saa hii washatoka huko, wanachokiangalia saa hii ni umbwa wake anaishi vipi, paka wake anaishi vipi. Wenzetu wako huko. Sisi ndio bado unaangalia mtoto wako, watoto unataka upige hesabu watoto 5, 6, 10, sio? Wenzetu washatoka kitambo, story ya watoto hata hawana tena. Unaangalia kaumbwa kako kazuri kadogodogo, unakalea ndio katoto kako. Ikienda zaidi hapo kakiwa kakubwa kidogo kanakuwa kabwana. Hamjaona watu wameoa maumbwa na nini? Ni vitu vipo. Ukiwa na pesa, ukienda zaidi, ukiwa karibu kufa, unakarithisha kale kaumbwa. Kwa hiyo kanarithi. Wenzetu wako huko. Sisi ndio bado tunangangana na watoto wako waende wapi, wale nini, wafanye nini, waishi vipi. Huu ni ulimwengu wetu sisi. Sasa wenzetu wanataka kufanyaje sasa? Na sisi pia tupandishwe. Sawa? Tutolewe hapa tulipo kwa sababu hapa ni chini sana. Tunatakana tupande sasa. Sasa kupanda kwetu ni vipi? Ni kuharibu hii system yote ya kifamilia. Yote. Ikisharibiwa sasa kilichobakia kesho na kesho kutwa
Sisi na viumbwa vyetu na nini na vipaka vyetu. Unachokijali zaidi wewe. Nilikuwa naona video moja anasema nimesafiri kwenda mazishi ya paka wa sister yangu. Anasema nimefunga safari bwana, nimekuja huku sister yangu paka yake amefanya nini? Amefariki. Amefunga safari, ni kama vile wewe utoke Nairobi uende zako Mombasa ukazikewe paka. Pale tulipofikia. Sheikh siku moja alikuwa ananiambia kwamba mmoja anauliza anataka akatibu paka wake sijui na matibabu yake ni 40,000. 40,000 ya Kenya. Matibabu ya nani? Ya paka. Sasa nauliza fatwa ni vipi? Mnasemaje nyinyi kama maulama? Tukatibu paka au tufanye vitu vingine? Nikasema kwa sababu paka amepatikana na ugonjwa wa kisukari. Nikasema kwanza tatizo la paka wana ugonjwa wa kisukari wewe umeishi naye vipi? Paka ni wa kutafuta vitu vyake huko nje, atafute nyasi, akatafune, atafute nini, ndio maisha yake. Kwa sababu hawana matibabu ya wewe kanunue Action na Panadol. Wenyewe wanajitibu. Sisi tumeishi na mapaka majumbani mwetu. Umpeleka paka hospitali hata siku moja. Umesikia paka anaumwa na diabetes. Lakini wewe unapoanza kumlisha paka pizza alafu unamlisha vyakula, unamnyosha na soda na nini, sio? Maji ya kawaida anywi tena, unamwekea Pepsi na Coca-Cola, unatarajia wewe vipi sasa? Unatarajia wewe vipi? Jipaka bonge la paka limekula mafuta yamejaa. Ndio hayo sasa anashikwa na kisukari, pressure, paka na pressure ule unapi. Lakini wenzetu wanachukulia hivi viumbe kama sasa ndio watu wao, sio? Hana mtu wa kumliwaza zaidi ya nani? Ya paka wake. Kwa hiyo ana gharama zote lazima amfanyie, amvishe vinguo mwenyewe, amtengezeka sehemu nzuri ya kulala, Ndio maisha. Sisi hatuko huko. Sisi bado tuko hapa na tuwekana tuhifadhi haya tulionayo. Kwa sababu uko mbele ya safari ni kuzito. Hatujui mustakbali wa vijana wetu na mabinti zetu huko mbele watakuwaje. Na hasa hii fakafa iliyowekwa sasa ya ushoga na usagaji, sio? Sababu yote kazi yake ni kuvunja hivi vitu. Akishaoana mwanamke na mwanamke, kuna mtoto tena? Mwanamume na mwanamume, kuna mtoto tena? Tumevunja kila kitu. Ndio maisha ambayo tunaandaliwa mbele ya safari yetu. Na tuko hapo. Kwa hiyo sisi ambao bado tunahudhuria majlis, bado tunamjua Bi Fatima Zahra, bado tunamkumbuka Imam Ali na nani, ni wakati wa kumaintain hivyo vitu. Kwa sababu mbele ya safari ni nzito zaidi. Nimependa kuongea haya, naona Sheikh Ali ameenda kuziba mlango. Lakini ni vitu ambavyo tunatakana kuviangalia. Mabinti zetu watakana wajue nyumba bora zaidi ni nyumba ya mtu na nani na bwana wake, na kuna sheria zilizopo. Na tutapata fursa baadaye tuje tuongee upande huu wa vijana zaidi na yale ambayo wanapambana nayo. Siku ni ya kukumbuka Bi Fatima Zahra alayha salam, na kama tunavyojua madhulumia ya Bi Fatima Zahra, wanasema wenyewe inatosha yeye Bibi Fatima kuhusia kwamba azikwe usiku na kuchagua watu wa kumzika pia, kwamba kuna watu wasihudhurie janaza yake. Hii peke yake inakueleza madhulumia na shida alizozipitia nani? Fatima Zahra alayha salam. Kwamba mama mtukufu, binti peke yake wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nyumba bora katika huu ulimwengu. Nyumba hii Amirul Mu'minin alayhi salam awe na kazi ya kumfanyia kila kitu mke wake usiku.
Bi Fatimatu Zahra aoshwe usiku, Bi Fatimatu Zahra aswaliwe usiku, Bi Fatimatu Zahra afanywe tashie yake usiku, kama wasia aliokuwa ameutoa mama huyu mtukufu. Hii inatosha kwamba mazito aliyapitia. Baadhi ya watu ambao wanasemekana ni watu wazito, watu watukufu, Bi Fatimatu Zahra akatae kukutana nao, ambao akhlaki ya nyumba hii sio akhlaki ya kukataa watu. Takana ieleweke sana. Leo tukizungumzia nyumba ya ukarimu, nyumba inayopokea kila mtu, hakuna nyumba ambayo inashinda nyumba ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nyumba yenye kusamehe, hakuna mtu alikuwa anasamehe kama nyumba hii. Nyumba yenye ukarimu, hakuna nyumba yenye ukarimu kama nyumba hii. Lakini leo mtu aje agonge nyumba ya Bi Fatimatu Zahra, aambiwe ni fulani, aseme huyo sitaki kukutana naye. Inakueleza picha na uzito wa mambo yalivyokuwa. Ma qala la qattun illa fi tashahudihi, tunaimba sio? Laula tashahudu kanat au kana lauhu na'amu. Wanasema ilikuwa hasemi la. Tukizungumzia Ahlul Bait alayhi salatu wasalam, nadhani zibiati zimetungwa kwa sababu ya Msajjad alayhi salam. Na Imam Sajjad nyumba kubwa ni ya nani? Ni ya Mtume Muhammad na Bi Fatimatu Zahra. Huyo ndio ummul aima, sio? Sasa hasemi la qattun illa fi tashahudi. Hawarudishi mtu, hawasemi la isipokuwa katika tashahudi, kwa sababu la ya tashahudi lazima kila mmoja aiseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Lakini wanakuja watu katika nyumba hii wanataka kukutana na mama mtukufu Bi Fatimatu Zahra, anawarudisha watu hawa. Inakueleza kwamba albaliya warazia ilikuwa ni jambo zito ambalo Bi Fatima alishindwa kulitoa mpaka aende akutane na nani? Na Mola wake. Na kama anavyosema kwamba hisabu ni mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tasimamishwa na mimi nitasimamishwa, kila mmoja. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun. Allahumma inna nas'aluka wa nad'uka bismika al-azim al-a'zam al-azz al-ajall al-akram. Mwenyezi Mungu, kila mwenye matatizo tunakuomba umuondolee matatizo yake. Kila mgonjwa aliyoko hapa Mwenyezi Mungu umponye bihaqi Fatimatu Zahra alayha salam. Vijana wetu Mwenyezi Mungu wape nguvu ya kupambana, wape nguvu ya kupata elimu na kufaulu katika safari yao. Mabinti zetu Mwenyezi Mungu wakue katika maisha na makuzi ya Ahlul Bait alayhi salatu wassalam. Balaa za kiulimwengu zilizopo leo Mwenyezi Mungu utuondoshe balaa hizi. Kila mwenye haja aliyoko hapa Mwenyezi Mungu umkidhie haja zake bihaqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. A'zama Allahu ujurana wa ujurakum bimusabina bi Fatimatu Zahra alayha salam.